Zanzibar, mpo tayari? Sikia sasa, hii ni kwa ajili yenu. Kuelekea mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni 2026. Al-Hikma Foundation inawatangazia vijana waliohifadhi Qur'an tukufu na wanaotaka kuiwakilisha Zanzibar katika mashindano hayo makubwa zaidi. Sasa milango ipo wazi, ambapo zoezi la uchukuaji na urudishaji wa fomu litaanza rasmi tarehe 20 ya mwezi wa 10 hadi tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka huu 2025. Fomu zinapatikana Maktaba ya Africa Muslim Agency Mwanakwerekwe kwa Sheikh Mbaye, Kikwajuni Golf Zakwani kwa Dr. Abdallah Mtoro na Mbuyu Mnene kwa Hashim Daud Ame. Baada ya zoezi la uchukuaji na urudishaji wa fomu kumalizika, mchujo wa kumtafuta mwakilishi wa Zanzibar utafanyika tarehe 20 ya mwezi wa 11. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0654090780 au 0773183131 au 0777455770. Ukipata tangazo hili, mfahamishe na mwenzio. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، إنه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, mafanikio ya mwanadamu katika huu ulimwengu yapo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Neema yoyote ambayo Allah tabaraka wa ta'ala takutunuku katika ulimwengu huu, ni wajibu kwangu na kwako kuwa mnyenyekevu wa hali ya juu kwa Mola mtukufu kwa neema hiyo, lakini kuishukuru neema hiyo. Washukuru athanau ala lisani wa raddu bil jamil, ni wewe kutamka kwa ulimi wako ambao Allah amekupa kushukuru neema ile, lakini matendo yako kadhalika yaonekane wewe kweli unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo itakapothibiti radhi za Allah tabaraka wa ta'ala na athari ya neema ile kuwa ni nzuri katika maisha yako ya duniani, lakini akhera kupata mafanikio yaliyokuwa makubwa sana. Ama kinyume na hali hiyo, basi hali huwa ni mbaya duniani, lakini akhera inakuwa ni mbaya zaidi. Allah tabaraka wa ta'ala atueleza haya kwa mifano mbalimbali ndani ya kitabu kitukufu Qur'ani. Namna gani watu katika dunia hii walikuwa na unyenyekevu wa hali ya juu kwa Mola wao wakafanikiwa, na namna gani watu walikuwa kinyume chake na wakala hasara kubwa sana. Miongoni mwa waliofanikiwa sana, kirudi katika historia, ndugu zangu, tumtazame Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa taala kutoka katika hali ngumu aliyokuwa nayo na husda nyingi alizofanyiwa, na watu walitamani kwamba duniani aondoke afe, lakini hapana. Kazi kwake, ukaribu wake na Mola wake, na jitihada kubwa aliyoifanya katika dunia hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akampaisha, akampa daraja kubwa sana, hali ambayo haikutarajiwa kabisa katika maisha yake. Na yeye anafika pahala na muomba Mola, Rabbi qad ataitani min almulki
وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. Namna gani watu walivyokuwa wanyenyekevu kwa nafasi ambazo Allah amewapa katika ulimwengu. Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, Allah alimpa elimu kubwa sana katika ulimwengu, lakini alimpa nafasi ya cheo na dhamana katika ulimwengu, na vyote hivyo havikumfanya aone jeuri na kiburi kwa Mola wake, bali alizidi kuwa karibu zaidi kwa Mola wake badala ya kuwa mbali na Allah tabaraka wa taala. Na anafika pale anamuomba, ewe Mola wangu mtukufu, umenipa ufalme, umenipa utawala, umenipa ukubwa katika dunia hii, nisimame watu si kwa maslahi yangu, nifanye kazi kwa ajili ya maslahi ya jamii kwa ujumla, kwa ajili yako ya Rabbi. Na umenipa elimu kubwa, elimu hii ya kufanya namna gani jamii yangu inaweza kuisaidia. Mola, wewe ndio mmiliki wa mbingu na ardhi, umeiumba mbingu na ardhi pasina kutazama pahala. Anta waliyi fi dunya wal akhirah, wewe ndio msimamizi wangu, wewe ndio wa kuninusuru mimi duniani na akhera, hakuna mwingine. Anta waliyi fi dunya wal akhirah. Ya Rabbi, nakuomba tawaffani muslima, nifishe hali ya kuwa nikiwa Muislamu, walhiqni bisalihina, na nikutanishe pamoja na waja wema ambao vitangulia kwako ya Rabbi. Hivi ndivyo inavyopaswa kwa mwanadamu yote, hasa muumini anayejua ni nani katika dunia hii. Ama ikiwa kinyume chake mwanadamu katika ardhi hii, basi huwa ni hasara. Neema yote ambayo Mungu atamruzuku na kumpa, basi huwa ni hasara kwake na jamii yake, na akhera inakuwa ni zaidi. Kwa nini? Inakuwa yeye dunia ameipa nafasi kubwa kuliko dunia, kuliko akhera yake. Na Mtume anasema hubbu dunya ra'su kulli khati'a, mapenzi ya dunia ndio msingi wa makosa yote. Mtu hawezi kuona haya kufanya makosa kwa sababu tu ameipenda dunia. Kwa hiyo kadhalika mwanadamu katika dunia hii, vyovyote atakavyoishi, ajue ni mja wa Allah na kwa Allah atarejea. Anarejeaje? Hili ni swala lake yeye, ajitathmini anarejea vipi kwa Mola wake mtukufu. Ndugu zangu watukufu waamini, katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala anatuelezea visa mbalimbali. Chukua mfano wa kisa maarufu sana, kisa cha Qarun. Allah tabaraka wa taala anatuambia, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwa idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataaka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi al-fasada fi al-ardi inna Allah la yuhibbu al-farihin la yuhibbu al-mufsidin. Qarun Allah alimruzuku uwezo mkubwa sana katika ulimwengu. Uwezo ule ulimpa jeuri na kufuru, kajiona ni bora kuliko watu wengine. Hakujua kwamba huu ni mtihani kwake, anatakiwa weje watu wake wakamnasii sana na saa nzuri kweli kweli. Usijione, usifahari, usijivune. Allah hawapendi kabisa wale wenye sifa kujiona, kujivuna, hawapendi. Ukisikia Allah hawapendi, manake hakuna baraka katika maisha yao. Duniani inawezekana akaishi katika mazingira magumu na akhera kaangamia zaidi. Allah hampendi. Wakamnasihi, Qarun, tafuta akhera yako. Kwa hiyo sema bwana Allah amekupa, itafuta akhera yako kwanza. Usisahau dunia, lakini akhera yako ipe kipaumbele. Na wala usifanye ufisadi katika hii dunia, si yako, usimiliki dunia, umeleta kwa muda. Allah hawapendi wanaofanya ufisadi katika dunia hii. Ni yepi majibu ya Qarun? Qarun ajibu majibu ya fedhuli sana. Qala, akasema Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, mimi hayo tunayoniona, nguvu niliyokuwa nayo, mali niliyokuwa nayo, nimepata kwa sababu ya ujuzi wangu mwenyewe binafsi. Islam, kila mmoja yatathmini kwa kiasi gani Allah anapomruzuku neema au neema aliyokuwa nayo, anakuwaje mbele ya Mola mtukufu. Anakuwa mnyenyekevu wa hali ya juu au anakuwa na kiburi na kujiona kupita kiasi? Qarun anajibu maneno haya, innama utitu ala ilmin indi. Allah anasema, walam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa akthar jam'a.
Karun haoni, hatambui kwamba Allah tabaraka wa taala ni wangapi ameangamiza, karne ngapi ameziangamiza kabla yake, watu ambao walikuwa na nguvu kuliko yeye na walikuwa na watu kuliko yeye. Yesu ajua na nguvu na mali na uchumi mkubwa na hali yake nzuri, halafu watu wote wanamunga mkono yeye, wanampa nguvu. Kwa hivyo kajiona hivyo. Sasa haoni kwamba huko nyuma kuna watu wana nguvu kuliko yeye na wana watu kuliko yeye. Haoni Allah amewaangamiza katika dunia hii. Karun na saa alizopewa majibu yake ni hayo, na Mola mtukufu anakumbusha kwamba ajue hayo ndio mazingira yalikuwa nayo. Lakini wapi, wala yusallu bihi almujrimun, wenye dhambi bwana hawaulizi, kujulikana tu. Fa kharaja ala qaumi fi zinati, katoka kwa jeuri zaidi na pambo lake na watu wakifahari mbele za watu, na amefanya ya kufanya majibu ya fedhuli, lakini bado anaonyesha kwamba yeye ni nani. Haamini kabisa kwa kuna Mungu, anafanya anavyojisikia yeye mwenyewe, katoka kwa ufahari. فخرج لكم في زينتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا, wakasema wale ambao nao wanaidimaya, wanatamani, wanapenda maisha ya hapa duniani kama alivyokuwa Karun, na wao hivyo hivyo. Ya laita lana mithla ma utiya Karun, ya laita sisi tungelipata kama alivyokuwa Karun. Innahu ladhu hadhin adhim, Karun ni mwenye bahati kubwa sana. Ndugu zangu, katika hii katika mtiririko hichi kisa kinavyokwenda kinatuonyesha wazi kuna watu wanakuwa katika dunia ni fujo, vurugu, na kuna watu wako nyuma hawajapata nguvu ile, anatamani na yeye apate nguvu kama ile na afanye kuliko yale ambayo anayafanya huyo Karun. Binadamu hulalamika, sisi tunaonewa, tuko chini ya ukoloni, tutafuta uhuru, lakini mwisho wa siku wanapata uhuru, kumbe yule alikuwa hatafuti uhuru ule. Anatamani na yeye awe na mazingira kama yale, afanye kuliko yale. Kwa hiyo Allah anatuonyesha kuna watu aina hiyo. Kwa hiyo hao wakatamani na wao wawe kama Karun, na wanahisi kama Karun amepata bahati kubwa sana. Yale ambayo anayafanya wao wanayataka, lakini kwa tatizo hawana nguvu kama ile, na wanataka wapate nguvu kama ile. Lakini wako wengine kinyume na hawa, waqalladna utul ilma, wakasema wala mpewa elimu na maarifa na mjua Allah tabaraka wa taala. Wailakum, enyi tahadharini, thawabullahi, malipo ya Allah tabaraka wa taala, khairun, ni bora zaidi. Yani mtu katika ulimwengu akiishi kwa kutafaradhi za Mola mtukufu kwa neema ambayo Mungu amempa, ni bora zaidi. Khairun liman amana wa amila saliha, ni bora sana kwa walioamini na akafanya yaliyokuwa mazuri. Wala yulaqaha illa sabirun, lakini hayo hayapati ila yule mwenye kusubiri, kwa sababu si rahisi kuyapata kwa mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya Mola mtukufu. Lazima asubiri, yako atakayemkuta. Kama akishindwa kusubiri basi, lakini hayapati hayo ila yule mwenye kusubiri. Hawa ni kundi la watu wengine, na hawa kundi la watu wengine wanawapa nasaha wenzi wao, hivyo sivyo, ilivyokuwa ndivyo ni hivi. Sasa kisa kimeendelea na hali ndio hapo hiyo. Nini kilijiri baada ya nasaha hizo na watu kuwa na mtazamo miwili hiyo? Allah tabaraka wa taala akasema, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamzamisha Karun na jumba lake, hiyo mali alikuwa nayo pamoja nayo katika dunia, katika ardhi, tukamzamisha. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wama kana min almuntasirin. Huyo Karun jeuri alikuwa nayo, alijiona kama yeye ana nguvu, ana watu, basi hapakuwa tena na kikundi chochote cha kumsaidia na kumtetea, wala yeye mwenyewe hakuweza kujinusuru. Mwisho wa siku lawama na majuto, lakini majuto ni mjukuu. Waislamu tunafundishwa katika dunia hii, yawezekana dunia inakupa uso kwa muda, lakini ndugu yangu, si kwamba wewe mpe ule muda ukaona kana wewe ndio mkubwa na bora. Hapana, Allah yumdhil,
anakukurulia, lakini hasahau, anakupa muda. Sasa ikae jirekebishe. Wakitokea watu kupana sana maelekezo, kubali, angalia, fata. Ukishindwa sasa, kinachokuja kutokezea ni kizito kwako na hakina mrejesho tena. Karun hakusikia nasaha, akafanya anavyojisikia mwenyewe. Allah tabaraka wa taala, pamoja na neema yote ambayo amepewa na saa zote alizopewa, hakuweza kusikia. Mwisho wa siku ilikuwa ni hasara kubwa kwake, dunia yake lakini akhira yake. Akazamishwa chini ya ardhi, yeye anajiona akiwa mzima pamoja na mali yake. Allah anasema kadhalika al-adhab, hiyo ni sehemu ya adhabu. Wala adhabu al-akhirati akbar, lakini adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Lau kanu ya'lamun, kama wangekuwa wanajua basi wasingefanya hivyo. Hakika adhabu ya akhira ni mbaya zaidi. Ya duniani ni cha mtoto. aqulu ma tasma'un fastaghfirullah yaghfir lakum wad'uuhu yastajib lakum ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. الحمد لله سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، إنه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu watukufu waumini, katika hii dunia miongoni mwa mambo ambayo yanakupa ujasiri wewe na uthubutu wa kuweza kustahamili, usiharibu pale unapoona umezidiwa, hakuna nyingine ila ni kurejea kwa Allah kwa vitu viwili vikuu. Jambo la kwanza, hakisha kwamba matendo yako unayofanya yamridhishe Allah tabaraka wa taala. Na jambo la pili, muombe Allah. Hakuna fanaka na faraja ambayo mtu ataipata na akabahatika kupata mwisho mwema kuliko mtu atakayedumu na mazingira haya. Muombe Allah tabaraka wa taala akuepushe na fitna za ulimwengu, ili uishi katika maisha ya ridha yake na ufele kwa Allah amekuridhia. Hili ndio ambalo analiomba kila muumini wa kweli anayemjua Mola wake, anayetamani kwa Mola wake. Basi muombe Mola siku zote, ya Rabbi, naomba nipo kwa ajili yako na nifishe hali ya kuwa umeniridhia Allah tabaraka wa taala. Tekeleza wajibu wako, muombe sana Allah tabaraka wa taala, usije ukayumba, ukavuta, ukavutika, ukashawishika, ukaingia katika balaa, ukafa nje ya Uislamu. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Mtume anasema akiambia maswahaba wakati huo, kutakuja kutokezea baada yangu mimi atharatun, unyonyaji, ukandamizaji, uonevu, wa umurun, na mambo ambayo tunkiruna, nyie mtakuwa hamjapendi, si sahihi, yapendezi, yatatokezea baada yangu mimi. Qalu, wasaba akasema, ya Rasulullah, fama ta'muruna, sasa unatuamuru nini sisi ikitokezea hali hiyo, tufanyeje? Qala, akasema, tu'adduna al-haqqa alladhi lakum, tu'adduna al-haqqa alladhi lakum, tekelezeni haki kwenu, wajibu wenu ambao mtakayemufanye katika ulimwengu huu, tekelezeni. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ila al-khashi'in, tekelezeni wajibu wenu katika ulimwengu. Mkishafanya hayo, watasaluna Allah alladhi lakum, na mtamuombeni Allah tabaraka wa taala kile ambacho ni haki yenu mnakitaka, lakini amkipata muombeni Allah tabaraka wa taala. Alhadithu muttafaqun alayhi. Huu ni wasia na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mtume wa Allah
anayeona mbali, ana mambo ya umuri ghaibia, akibashiria umati wake, akieleza kwamba baada yangu mimi kutatokezea mambo kadha wa kadha. Masahaba wakashtuka, ya Rasulullah, tufanye sisi, tuna hali nzuri hivi sasa hivi. Ambia nyinyi hali hiyo ikitokeza, basi tekelezeni wajibu wenu na muombeni sana Allah tabaraka wa taala. Hapo ndiyo kwenye mafanikio yenu, kinyume chake inakuwa hakuna. Kwa ndugu zangu watukufu Waislamu, tutekeleze wajibu wetu kama inavyopaswa kufanya, lakini tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atupe nusra na atupe mwisho mwema insha Allah taala. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بالكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا رب، توفنا وأنت راض عنا. اللهم أحينا لك كلمة التوحيد وأمتنا لك كلمة التوحيد واحشرنا يا ربنا على كلمة التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Kuelekea mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni 2026, Al-Hikma Foundation inawatangazia vijana waliohifadhi Qur'an tukufu na wanaotaka kuiwakilisha Zanzibar katika mashindano hayo makubwa zaidi. Sasa milango ipo wazi, ambapo zoezi la uchukuaji na urudishaji wa fomu litaanza rasmi tarehe 20 ya mwezi wa 10 hadi tarehe 10 ya mwezi wa 11 mwaka huu 2025. Fomu zinapatikana Maktaba ya Africa Muslim Agency Mwanakwerekwe kwa Sheikh Mbaye, Kikwajuni Golf Zakwani kwa Dr. Abdallah Mtoro na Mbuyu Mnene kwa Hashim Daud Ame. Baada ya zoezi la uchukuaji na urudishaji wa fomu kumalizika, mchujo wa kumtafuta mwakilishi wa Zanzibar utafanyika tarehe 20 ya mwezi wa 11. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0654090780 au 0773183131 au 0777455770. Ukipata tangazo hili mfahamishe na mwenzio.